Kwa hiyo nitoa wito kwa wananchi wote wa kata Kimandolu ambao miti mikubwa iko karibu na nyumba, tupunguze hiyo miti kutoa athari ya kwa hizi siku za mvua zinazonyesha. Narudi ndani nakuta imeanguka kwenye kitanda changu. Kwa hiyo namshukuru Mungu ameniokoa, kwa sababu ningeendelea kulala ningekuta sasa hivi nimesha athirika au kifo. Nyumba ya mzee Peter imedondokea nyumba ya marehemu mzee Hedi, ambao sasa hivi watoto wake ndo wanamiliki, watoto wake wa kike. Mtazamaji, jina langu naitwa Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Leo ni tarehe 26 ya mwezi wa 3 mwaka 2026. Hapa ni katika mtaa wa Tindigani uliopo kata Kimandolu jijini Arusha. Tumekuja kuripoti taarifa kuhusiana na majanga ambayo yanajitokeza hasa kipindi hiki cha mvua. Katika mtaa huu kumeanguka moja eneo ambalo lilikuwa na ngema, ikaangukia nyumba za wapangaji. Lakini tukio hili limejitokeza kama majira ya saa 3 hivi za asubuhi. Kwa hiyo watu ambao walikuwepo ndani tayari walikuwa wameshaondoka kwa ajili ya kwenda kufanya shughuli zao. Lakini wakisimulia tukio hili namna lilivyotokea, mmoja mpangaji amesema kwamba majira ya asubuhi alisikia kama kitu kinatembea kwenye bati, lakini akatoka nje. Kitendo cha kutoka nje ndivyo ambavyo ngema ilianguka na kuangukia sehemu ya kitanda ambapo yeye mama huyu alikuwa amelala. Lakini tahadhari zaidi inatolewa kipindi hiki cha mvua ambazo zinanyesha, hasa watu ambao wanaishi milimani, lakini vile vile maeneo ambayo yana njia ya maji, kuendelea kuchukua tahadhari zaidi kwa sababu mvua bado zinaendelea kunyesha. Tumezungumza na mwenyekiti wa mtaa huu pamoja na diwani, wakieleza kwamba wananchi wasikilize maelekezo ya kitaalamu hasa kipindi hiki ambako kuna mvua nyingi. Naitwa Stella Zura Mzirai, mwenyekiti wa mtaa wa Tindigani kata Kimandolu. Tumekuja kwenye maafa mtaa wa Tindigani shina namba 2 kwa Balozi Shekoloa. Ni eneo la mlimani. Kipindi hichi cha mvua ngema zinakata. Kwa hiyo kuna ngema imekata kwa jirani, kadondokea nyumba ya jirani. Napenda kutoa rai kwa watoto wanaokaa mlimani, wawe waangalifu kipindi hichi cha mvua. Kama wana miti waipunguze ili sije kaleta maafa kwa majirani zao. Napenda kutoa pole kwa wote waliofikwa na tukio hili. Nyumba ya mzee Peter imedondokea nyumba ya marehemu mzee Hedi, ambao sasa hivi watoto wake ndo wanamiliki, watoto wake wa kike. Kwa hiyo ni nyumba za wapangaji. Wapangaji kama 3 ndo wamepata madhara hayo. Si kama viongozi wa serikali ya mtaa na kata tumesaidiana kutoa vitu vyao ndani. Tumetoa vitu ndani, tumetafuta sehemu nyingine tumeviweka, lakini tumewaambia wahame kwenye hizo nyumba. Pia zimamoto wamefika, tunashirikiana, wanazidi kutupa ushauri wa kitaalamu. Wa Tindigani kuna mlima Kimandolu. Kwa hiyo shina namba 1, namba 2, namba 3, namba 4, namba 5 yote yako mlimani. Wote wachukue tahadhari, wasizuie mikondo ya maji. Hata hapa ungekuwa maji yale ya bati la juu yana mwelekeo kwenye njia, haya madhara yasingetokea. Kwa hiyo wafungulie njia za maji, maji yapite kwenye hizi njia tulizoacha ili isilete madhara kwa jirani yako. Abraham Joseph Mole, diwani wa kata ya Kimandolu. Tumekuja hapa kwenye mtaa wa Tindigani, kumetokea janga, kuna ngema imekata, ukuta wa nyumba imekata. Hiyo nyumba imeangukia nyumba nyingine. Kwa hiyo tumefika hapa na wananchi kuja kurescue ile tatizo. Ni wananchi kama 4 au 5 wamepata hiyo shida ya kuangukiwa na ngema. Na hii nyumba tena imejengwa kizamani kidogo, inakuwa haina hata lenta. Lakini tumetoa wito kwa wapangaji wanakaa kwenye hizo nyumba wahame leo, sasa hivi wahame, na tumehamisha vitu vyao wahamie, na mwenye nyumba atawatafutia nyumba ya kukaa hizi siku ambazo wanaangalia namna ya kufanya. Lakini washukuru zimamoto, tumepiga simu, wamekuja kwa wakati, watu wa fire tumeshirikiana nao kurescue ile tatizo. Kwa kweli tunatoa wito kwa wananchi wote waliojenga hasa kwenye milima. Kuna miti mikubwa tumewapa ruksa ya kukata ili kupunguza ile miti, lakini kuachia pia na barabara ili mkondo wa maji upatikane. Hapa tungepata mkondo wa maji, hii shida yote isingetokea. Kwa hiyo nitoa wito kwa wananchi wote wa kata Kimandolu ambao miti mikubwa iko karibu na nyumba, tupunguze hiyo miti kutoa athari kwa hizi siku za mvua zinazonyesha. Inabidi sasa tunashirikiana na wataalamu, ndio maana tuko na watu wa zimamoto mahali hapa. Tunashirikiana na wataalamu waelekeze wananchi kitaalamu namna ya kufanya mambo kitaalamu. Hata kama unapanda miti upande kitaalamu, hata kama unajenga nyumba ukuta jenga kitaalamu. Hakuna aliyoathirika. Tukio limetokea kwenye majira ya saa 3 saa 4, limetokea asubuhi.
na tunamshukuru Mungu kwa sababu limetokea asubuhi. Imetokea usiku pakitokea maafa makubwa, kwa sababu watu wangekuwa wako ndani, taharuki kubwa, kukimbia kuna kule, watu wangeweza kuumizana pia. Vitu vya ndani vilivyoathirika ni vitanda, kuna kitanda, TV na viti, sofa hizi zimeathirika kwa sababu vimeangukiwa na matofali. Kwa hiyo vimeathirika sufuria, ndoo na maji na vitu kama hivyo. Sasa hivi mvua zinaendelea kunyesha. Watu nawapa tahadhari kwenye kata yangu Kimandolu, ni mtaa wa Tindigani, kwa sababu watu wengi wamejenga milimani na kwenye milima ndio kuna mmomonyoko mkubwa. Kwa hiyo watu wote waliokuwa ukanda wa mlima Suye nawapa tahadhari ya kuangalia miti mikubwa, na tulishafanya hiyo. Tulishapita na watendaji wa mtaa na wenye viti wa mitaa, kila mtu mwenye mti mkubwa tulimpa ruksa wa kupruni au kuukata kabisa. Naitwa Eric Shaw, ali maarufu kama MC Eriki. Mimi ni jirani wa maeneo haya, na baada ya kupata taarifa hizi tuliweza kuwasiliana na viongozi wetu kama mlivyoona, mheshimiwa diwani, lakini pia mwenyekiti ameweza kufika, tukaungana pamoja kwa ajili ya kuja kuangalia nini kifanyike baada ya majirani zetu hao kuweza kupata maafa. Baada ya kufika hapa tulikuta kuna nyumba ambayo ilikuwa imejengwa kipindi cha nyuma kwa juu, na kuna nguzo ambazo zilikuwepo. Zile nguzo baada ya maji kuingia kwa chini zilidondoka. Baada ya kudondoka zikadondokea nyumba ya chini na kuweza kuleta maafa, na naona ni kati ya wananchi kama si 5 ni 4 walioweza kupata maafa haya. Na kama ulivyoona, mwenyekiti pamoja na diwani tumejitahidi kusaidia wale wananchi kuokoa vile vitu ambavyo angalau tunaweza kuviokoa na kuweza kuhakikisha basi vinakuwa salama. Wito wangu kipindi hichi cha mvua kwa wananchi ambao wanaishi katika maeneo hatarishi, ikiwemo sehemu za mabonde, sehemu ambazo zinaweza zikaleta maafa, na uweza kuambia kwamba wasikae maeneo hayo, ikiwezekana wahame kabisa katika maeneo hayo. Naitwa Aneti Antoni au kwa jina lingine maarufu Mama Mchina. Nilitoka kwenye shughuli zangu kwenye muda wa saa 2 hivi, nikarudi nyumbani kama nimepumzika kidogo, nimelala. Baada ya muda kidogo nikasikia juu ya bati kuna kitu kinatembea kinagonga gonga. Nikajiuliza ni nini? Nikaamua kwa nini kutoka nje. Ninapotoka nje nikakuta ni mbwa alikuwa juu ya bati. Baada ya muda nikasikia ngema inadondoka nyuma ya nyumba. Narudi ndani nakuta imeanguka kwenye kitanda changu. Kwa hiyo namshukuru Mungu ameniokoa, kwa sababu ningeendelea kulala ningekuta sasa hivi nimesha athirika au kifo. Kwa hiyo nashukuru viongozi wangu wa chama wamekuja, wakata wote wamekuja, na washukuru na Mungu awabariki, wamenipambania na wametoa vitu vyangu, japo nimepata hasara ya kitanda kimevunjika, ila nachoomba Mungu amenisaidia, nimetoka mzima. Kwa hiyo nawashukuru sana viongozi wangu. Ingekuwa ni mipango ya Mwenyezi Mungu, nisingeweza kupinga. Kwa sababu gani? Hii ni kipindi cha mvua na maafa pia hapo sehemu nyingi. Kwa hiyo ningemshukuru tu Mungu. Ngema imeanguka kutoka huku juu, kwa sababu kuna kipindi cha nyuma huyo mwenye ngema alijenga nyumba ambazo zina kama za shule. Walikuja viongozi wakamwambia kwa ni hatari sana hivi hii nyumba kujenga hapa, kwa hiyo inabidi abomoe, ikabomolewa. Baadaye viongozi wakamwambia inabidi na hizi nguzo zitolewe kwa sababu ni hatari kwa nyumba zinazo za chini hapo. Mwenye hii nyumba hapa akasema nitazikata, lakini mpaka na leo hajakata, mpaka madhara yametokea namna hii. Wapangaji tuko 5. Kwa wananchi wanaishi mazingira kama haya, na waomba sana wakiona kitu chenye hatari kama ambacho kitajua kitaathiri maisha yao au familia, waanze kujihadhari mapema, kwa sababu kama mimi ningeweza kuondoka mapema hii hatari isingenikuta. Kwa hiyo mimi naomba serikali itakapowaambia watu kuwa ameli sehemu ambazo ni za hatari, mimi naomba watu wasikilize serikali, kwa sababu hiyo ni wanasaidiwa maisha yao pamoja na familia yao. Kwa hiyo wasikie kitu ambacho serikali inachoongea. Ndio sitaweza kujua, kwa sababu huyu mwenye hivi vyombo ambaye ndo jirani yangu aliniombea, akawa amesafiri ameenda Serengeti, akawa amenachia ufunguo nenda muangalizia vitu vyake. Sasa sielewi vitu nitavipeleka wapi, na mimi chumba ambacho nimehifadhiwa ni chumba kimoja. Kwa hiyo sijui hapa kwa sasa hivi nitaenda kujihifadhi wapi pamoja na mtoto wangu. Ilikuwa kwenye muda wa saa 3 asubuhi ndio imeanza kuanguka hiyo ngema. Mimi na washauri kwenye mikondo ya maji wasidhibe, kwa sababu mikondo ya maji ni asili yao. Utakapoziba ile mikondo haitaenda kwa sehemu nyingine, itaenda kwenye ile njia ambayo umeiziba. Kwa hiyo mimi na washauri wa ndugu zangu, sehemu ambayo inastahili mikondo ya maji wasijenge wala wasipazibe, kwa sababu wasipoathirika wao wataathirika watu wengine. Habari ya mchana. Poleni sana. Poleni sana kwa watu ambao wamepata changamoto hii.
Sasa sisi tumeitwa kwa kuwa ni watu ambao tunahusika na masuala ya majanga kama haya. Tumekuja tumeangalia. Bahati nzuri tumejionea hali halisi, na sisi tuliopo tumejionea. Watu chumba hicho au nyumba hiyo kwanza, yani kama kusema wamepona, Mungu amesaidia. Sawa? Ushauri wetu, tulikuwa na ushauri hapa. Hatujui baadaye kutakuwa na nini. Ndio maana tukawa tunawashauri wale ambao wako kwenye ile nyumba ya kwanza, nafikiri wameshatoa vitu vyao na wanatoka. Hii nyumba ya pili, zile nguzo zilizobaki zimesimama. Hatujui nini kitatokea baadaye. Tahadhari tunayotoa kwamba zile nyumba za pili zilizosimama zitakapoanguka, maana hii nyumba ya pili hapa naye itapata shida. Na muda huo sio shida peke yake, kuna umeme hapa. Kisha leta shida ya umeme, tukumbuke kabisa kwamba kuna masuala aidha ya moto yanaweza katokea tena sasa humo ndani. Na hapa kama ulivyoona kuna wengine ambao wapo lakini wana ulemavu, wengine wazima. Shatokea taruki kama hiyo, kila mtu anakimbiza roho yake. Na hakuna kitu kigumu kama kuhama, una watoto, unasema urudi umchukue mtoto, ni ngumu sana. Kwa hiyo mchana huu sisi tulikuwa tunawashauri wale ambao wana uwezo wa kutoka wakatafuta sehemu nyingine, angalau wajihifadhi kwa ndugu, kwa jamaa au marafiki, majirani, basi waweze kufanya hivyo kwa sasa hivi. Ili hali itakapokuwa vizuri labda mbeleni, basi watu watarudi. Lakini mwenye nyumba bahati nzuri yuko hapa, ambaye ni mwenye nyumba lakini pia ni mwakilishi wa nyumba wenzake, naye ameona kinachoendelea. Sawa? Kwa hiyo huo ndio ushauri wetu ambao tunawapa kwa sasa hivi. Ile tusije tukarudi hapa baadaye kutokea usiku, unajua ni mzito, unagiza, una nini. Mtu wakuja hapa na mvua usiku inakuwa ni ngumu sana. Hata jirani upande wa pili pale anaweza asifike hapa. Kwa sababu hapo katikati kuna mto huku, yani mko mlimani. Sawa? Hata mtu akisema sasa anawaokoa yani anapitia wapi, anapandishaje? Yani ni changamoto. Kwa hiyo tuchukue tahadhari hiyo kuanzia huu mchana, basi tuangalie sehemu zingine ambazo tunaweza tukakaa. Huyu ambaye anasimamia hizi nyumba akatuambia kuna chumba kiko hapo. Wale ambao wanaweza wakakosa wanaweza wakaingia, kuna chumba kiko hapo. Lakini amesema kuna chumba kingine kiko hapa cha self. Analala mwanamke ambaye sasa pale ameshauri wanaweza kaweka labda vitu vyao, kwa sababu sasa wanaume sasa hatuwezi kulala kule. Sasa mnaweza mkahifadhi vitu vyenu kwa muda, mkatafuta sehemu nyingine ya kukaa, ili angalau tuanze kuchukua hatua za tahadhari kama hizo. Tuzingatie maelekezo ya mtaalamu alitoa mahali hapa. Asije tukaondoka akatokea mtu akarudi ndani. Usirudi ndani tafadhali, kuta hizo sio salama. Tuzingatie. Na punde tu mvua zitakapoisha, msimamizi wa nyumba, rekebisha nyumba. Ukiachua kuangalia nyumba, fanyia service. Hata gari inafanywa service, rekebisha nyumba huku na kule. Tumeangalia nyumba zingine hazina talenta, ni hatarishi. Tuhakikishe mambo yanakwenda salama. Ukiona taharuki yoyote kama leo tulivyofanya, ripoti kwa mwenyekiti wa mtaa, na sisi tutakuja kufanyia kazi kwa haraka sana. Niwashukuru wananchi wote waliofanya kazi kwenye mtaa wa Tindigani wakiongozwa na mwathirika Mwanga namba 1 Mama Mchina. Mungu awabariki, asanteni sana.